Niwahakikishie wadau wote wakiwepo na wakulima, na leo mwenyekiti upo na waheshimiwa wabunge ambao ndio wanasimamia sekta hii mpo, niwahakikishie serikali itaongeza nguvu katika kushughulikia yale mapungufu ili wananchi wetu wasipate kero yeyote kutokana na mfumo huu. Natambua jambo hili la stakabadhi ya ghala ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi. Natambua pia ni moja ya ajenda katika kufanya mageuzi katika sekta za uzalishaji ambayo imeainishwa katika dira yetu ya 2050. Serikali tutasimamia kwa nguvu kubwa kuondoa changamoto zinazojitokeza. Moja ya changamoto inayojitokeza ni umbali wa maghala kutoka kwenye maeneo ya uzalishaji. Kwamba wananchi, kuna wakati eneo linalozalisha kwa wingi bidhaa ambazo zinatakiwa ziuzwe kwa mfumo wa stakabadhi za ghala uko mbali na maghala. Jawabu la tatizo hili si kurejesha uholela. Jawabu la tatizo hili kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ni kujenga maghala yawe karibu na wananchi, wananchi wasipate shida ya kusafiri mwendo mrefu. Sasa kwa sababu mwenyekiti wa kamati upo na mheshimiwa waziri upo, waziri wa kilimo upo, nielekeze mfanye kikao mapema kabla ya bajeti ya serikali kusomwa. Muweke utaratibu ulio sahihi kwenye sheria yetu ya fedha, ambapo asilimia zile 20 zilizoelekezwa kuwa zinabaki kuendeleza sekta ya kilimo kutoka kwenye makusanyo yanayotokana na mazao haya ya kilimo, zielekezwe kujenga maghala kwenye kila eneo ili wakulima wetu wasihangaike kubeba mazao mwendo mrefu kwenda kutafuta maghala. Natambua makusanyo hayo ni vyanzo kwenye halmashauri zetu, lakini niwahakikishie maghala pia ni uwekezaji mkubwa wa vyanzo vya mapato katika halmashauri zetu. Mikoa ambayo wamekwisha kujenga maghala yale yanawasaidia wakulima, lakini wakati huo huo yamekuwa vyanzo vya mapato. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumepata suluhisho katika tatizo lile ambalo limekuwa likijitokeza la wakulima wetu kupeleka mazao mwendo mrefu kwenda kutafuta maghala. Tatizo la pili limekuwa changamoto ya malipo kutokupatikana mapema, ama kwa lugha iliyonyoka, wakulima kukopwa mazao yao. Tumekubaliana ndani ya serikali, huku tukishirikisha na sekta binafsi zikiwemo taasisi za kifedha, yakiwemo mabenki, ikiwemo na benki ya ushirika, kutengeneza utaratibu ambao kutakuwepo na malipo ya awali ili yawaondoe wananchi wetu kwenye shida ya kukosa fedha, na hasa pale ambapo tunatambua wote kwamba wakulima wetu akiba yao huwa ni hayo mazao yanayotokana na kilimo. Zipo na changamoto zingine kama nilivyosema. Serikali tutaendelea kushughulikia changamoto moja baada ya nyingine, tuweze kuhakikisha kwamba mfumo huu
unakuwa na tija na manufaa kwa wakulima ili kuweza kubadilisha maisha ya wakulima wetu.